utekelezaji wa miradi hii, kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati, vifaa vinafungwa na kufanya kazi, watumishi wanajengewa uwezo na huduma zinaanza kutolewa kwa viwango vinavyotarajiwa. Ujenzi wa kituo bila mfumo wa ubora, vifaa vinavyofanya kazi na watumishi wenye uwezo hauwezi kuleta matokeo tunayoyataka. Serikali pia imewekeza katika mashine za kuchakata damu, mashine za kuchangia mazao ya damu kwa njia ya apheresis na vifaa tiba vya kisasa vyenye thamani ya takriban shilingi bilioni 2 na milioni 55,600,450 vilivyogawanywa katika vituo 5 vya mikoa. Vifaa hivi ni muhimu katika kusaidia matibabu ya wagonjwa wanaohitaji mazao muhimu ya damu, ikiwemo wagonjwa wa saratani, wagonjwa wa damu, wagonjwa wa upasuaji mkubwa na wagonjwa wanaohitaji au waliopitia upandikizaji. Uwekezaji huu ni mkubwa na una gharama kubwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kwenda kuhakikisha unaleta manufaa yanayoonekana kwa Watanzania, kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika, kuongeza upatikanaji wa damu salama, kupunguza damu inayoharibika, kuongeza matumizi ya mazao sahihi ya damu na kuimarisha uwezo wa hospitali kutoa huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Fedha inayowekezwa katika damu salama ni fedha inayowekwa moja kwa moja katika maisha ya wananchi wetu. Tukiimarisha ubora, tunaimarisha imani ya wananchi wetu na kujenga matumaini katika mioyo yao. Ndugu wananchi, vijana ni kundi muhimu sana katika kwenda kufanikisha upatikanaji wa damu salama nchini. Kwa kuzingatia matumizi makubwa ya teknolojia miongoni mwa vijana, inaelekeza mpango wa taifa wa damu salama kuboresha mfumo wa mawasiliano na uhamasishaji kwa njia ya kidijitali. Tunahitaji usajili wa wachangiaji kwa njia ya mtandao, elimu ya uchangiaji damu kupitia mitandao ya kijamii, vikundi sogozi vya kuelimishaji, ujumbe wa kuwakumbusha wachangiaji muda wa kuchangia tena, na mifumo rahisi ya kwenda kuonyesha maeneo na ratiba ya wachangiaji. Vijana wetu wakipewa taarifa sahihi, wakihusishwa kikamilifu na kuaminiwa, wanaweza kuwa nguvu kubwa ya taifa hili katika kujenga utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari. Natoa wito kwa vyuo vyote nchini, katika shule zetu za sekondari, katika taasisi za mafunzo, taasisi za vijana na viongozi wa dini na jamii, kuwahamasisha vijana kushiriki katika kampeni hizi za kuokoa maisha. Nelson Mandela aliwahi kusema, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Kwa tafsiri huru, elimu ni silaha ya kubadilisha dunia. Katika damu salama, elimu hubadilisha hofu kuwa uamuzi wa kuokoa maisha ya ndugu zetu. Vijana wakichangia damu, taifa linapata kizazi kinachoongoza kwa vitendo. Uzalendo wakati mwingine ni tone la damu linalomfikia mgonjwa kwa wakati. Damu haichagui dini, kabila, cheo wala siasa. Damu huokoa binadamu. Ndugu wananchi, kumekuwa na malalamiko ya wananchi kuuziwa damu na baadhi ya watumishi wasiokuwa waaminifu katika vituo vya kutolea huduma za afya. Hili halikubaliki. Damu inayotolewa kwa hiari na bila malipo ya wananchi wema haiwezi kugeuzwa bidhaa ya biashara. Kitendo cha kuuza damu kinadhoofisha jitihada za serikali, kinawaumiza wananchi na kinavunja moyo wachangiaji wa hiari na kinaondoa uaminifu kwa jamii katika mfumo wa afya.
ninakemea na kisijirudie. Na mimi mnanijua kwa ufuatiliaji. Ninakemea. Damu inayotolewa kwa hiari, ndugu zangu, ni zawadi ya utu. Haiwezi kuwa bidhaa ya biashara. Damu inayotolewa kwa hiari, anayeuza anauza uaminifu wa jamii. Hili halina nafasi katika mfumo wetu wa afya. Ninawaahidi wananchi kwamba serikali itaendelea kusimamia utoaji wa huduma ya damu kwa wananchi kwa uadilifu kabisa. Yeyote atakayebainika kuuza damu, kushiriki katika mitandao ya kuuza damu au kutumia nafasi yake vibaya katika mnyororo wa damu salama atachukuliwa hatua kali za kinidhamu, kitaaluma na kisheria kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni na taratibu tulizojiwekea. Ninawaelekeza viongozi wa hospitali, waganga wakuu wa mikoa na halmashauri na wakuu wa vituo vya kutolea huduma za afya kuimarisha usimamizi wa ndani, kuweka mifumo ya kupokea na kwenda kushughulikia malalamiko katika maeneo yao. Nendeni mkafanye ukaguzi wa mara kwa mara na kuhakikisha mnafuatilia taarifa za upatikanaji wa matumizi ya damu zinazohifadhiwa kwa uwazi na kwa uadilifu. Fuatilieni taarifa za kwenye mitandao, fuatilieni na chukueni hatua. Ndugu wananchi, naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza wachangiaji damu wote nchini, watumishi wa afya katika sekta ya afya, watumishi katika sekta mbalimbali za serikali na binafsi. Niwapongeze mashirika ya dini, niwapongeze wadau wa maendeleo na jamii nzima kwa kuendelea kuwezesha upatikanaji wa damu salama nchini. Nia yetu ni kuhakikisha kila mgonjwa anayehitaji tiba ya damu anapata damu salama kwa wakati, karibu na alipo, na kwa ubora unaostahili. Matukio yaliyopatikana katika kuongeza nitarejea. Mafanikio yaliyopatikana katika kuongezeka kwa makusanyo ya damu yanatokana na uwekezaji mkubwa wa serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya afya nchini chini ya uongozi mahiri wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi kabisa. Pamoja na moyo wa kujitolea wa wachangia damu kote nchini, tujipigie makofi mengi kabisa. Hata hivyo, kwa kuwa bado tuna upungufu wa 21%, kazi yetu haijakamilika. Natoa maelekezo kwa viongozi wa sekta ya afya katika ngazi zote kuhakikisha wanatenga bajeti kwa ajili ya shughuli za ukusanyaji wa damu, kwa ajili ya shughuli za ununuzi wa vifaa tiba muhimu, kwa ajili ya mafunzo ya watumishi, usimamizi wa ubora, ufuatiliaji na matumizi ya damu na uhamasishaji wa jamii. Fedha inayowekezwa katika damu salama ni uwekezaji wa moja kwa moja katika kuokoa maisha ya ndugu zetu. Damu salama ni sehemu ya haki ya mgonjwa katika kupata huduma bora na huduma salama. Taarifa nilizopewa zinaonyesha kuwa mpango wa taifa wa damu salama umekuwa ukikabiliwa na changamoto za kiuendeshaji zitokanazo na ufinyu wa bajeti. Kupitia hadhara hii, napenda kuwahakikishia kwamba Wizara ya Afya imeendelea kutenga bajeti kwa ajili ya mpango wa taifa ya damu salama. Na katika bajeti ya mwaka huu 26-27 tumetenga takriban shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya uendeshaji wa mpango. Lakini kwa kuwa tuna wadau mbalimbali hapa, nimewaona WHO, nimewaona Abbott na nimewaona wadau wengine mbalimbali.
nimepita kwenye mabanda, nimeona facilities mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa damu, uhifadhi wa damu na uchambuzi wa kutambua usahihi wa damu inayohitajika. Nichukue fursa hii pia kuwaomba wadau wa maendeleo, kiwango hiki cha bilioni 4.5 bado ni kidogo kwa kazi tunayotaka kwenda kuifanya mbele yetu. Wajibu wetu ni kushirikiana nanyi kama ambavyo Baba wa Taifa alituagiza, na kwa kuwa maneno yake yanaishi kwamba hatuwezi kupiga hatua bila ninyi wadau wa maendeleo. Sasa niwaombe, pengine WHO tutapata fursa ya kuongea, lakini kwa wale wengine, nchi hii ni ya kwenu. Hata toka mtu mwingine kwingine kutuletea damu hapa nchini. Waliougua mahospitalini ni ndugu zetu. Kama si mjomba wako ni shangazi yako, kama si mtoto wako ni mkeo, kama si mkeo ni rafiki yako. Tukiangalia takwimu za afya, Watanzania takribani milioni 43 walifika kwenye vituo vyetu mbalimbali, kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, rufaa, hospitali za kanda, taasisi zetu muhimu, hospitali za taifa. Takriban Watanzania milioni 43 kwa mwaka mmoja. Kati ya hao milioni 43 hakosekani ndugu yako, hukosekani wewe mwenyewe, hakosekani mtoto wako, hakosekani shangazi yako, hakosekani bibi yako. Kazi tunayo mbele yetu. Tunahitaji michango yenu kama wadau wa maendeleo. Jitokezeni sasa ili twende tukaokoe maisha ya Watanzania. Jitokezeni sasa ili twende tukaokoe maisha ya watoto wachanga ambao pengine sisi tukiwa tumekaa hapa katika meza zetu kule wanapoteza maisha kwa sababu hawana damu ya kutosha. Jitokezeni sasa ili twende tukaokoe maisha ya vijana wetu wa bodaboda, wale ambao wamekuwa wakipata ajali mbalimbali kote nchini. Damu inahitajika. Mipango yetu ni kuwa na mpango thabiti utakaoshuka chini kabisa. Ifanyike kampeni kubwa, ifanyike harambee kubwa ya kuchangia damu kote nchini. Twende kwenye vitongoji tukawaambie Watanzania kule kwamba ndugu zao wanahitaji damu, wao wanahitaji damu. Twendeni kwenye mitaa, twende kwenye vijiji, twende kwenye kata na tarafa, twende kwenye halmashauri, tukafanye mikutano. Mikutano yetu tunayoifanya iwe ni ya kisiasa, iwe ni ya maendeleo. Ninyi wataalamu wa damu salama, wekeni mpango kwenye mikutano hiyo ya kuwaomba wale wanaoshiriki kwenye mikutano na wao kuchangia damu pamoja na kushiriki wao katika kusikiliza mikutano mbalimbali, mikutano ya kisiasa, mikutano ya maendeleo na mikutano mbalimbali, hata mikutano ya kijamii. Kampeni hii inahitaji fedha. Kampeni hii inahitaji tujitoe. Lakini ushauri wa wataalamu wetu kuhusu kutafuta vyanzo vingine vya mapato, twende tukauzingatie. Nami namwelekeza Katibu Mkuu kuhakikisha vyanzo vinavyoendana na mfumo wa huduma za upatikanaji wa viungo vinazingatiwa katika maandalizi ya sheria na mfumo wa kitaasisi unaoanzishwa. Vyanzo ambavyo havihitaji mabadiliko ya sera au sheria, nendeni mkavifanyie kazi ndani ya wizara mapema iwezekanavyo ili kuimarisha upatikanaji wa damu na mazao yake. Ndugu wananchi, leo tunawatambua na kuwaenzi na kuwashukuru wachangia damu wote waliotoa damu
na wanaoendelea kujitolea. Chupa moja ya damu inapochakatwa na kutengeneza mazao yake inaweza kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa hadi 3. Huu ni mchango mkubwa sana kwa taifa letu. Wachangia damu ni mashujaa wa afya ya umma. Nitarejea. Wachangiaji wa damu, na leo tumewaona hapa, wapo waliochangia mara 50, wapo waliochangia mara 30, lakini wako miongoni mwenu mliochangia mara 20, mara 10, mara 5, na wapo miongoni mwenu waliohamasika kama kina Kikeke na kina Mrisho Mpoto, na wako wengine hamjawafikia, lakini wako tayari. Nendeni mkawafikie. Kwa hiyo huu ni mchango mkubwa sana. Huu ni uhodari, ujasiri na uzalendo mkubwa kwa taifa letu. Wachangia damu ni mashujaa wa afya ya umma kama ambavyo nimesema. Na wanapokwenda kuchangia damu, mara nyingi hawamjui mgonjwa atakayekwenda kupokea damu yao, lakini wanatoa kwa moyo wa utu. Wengine wanachangia kwa ajili ya mama anayejifungua, wengine wanachangia kwa ajili ya mtoto mwenye upungufu mkubwa wa damu, na wengine kwa ajili ya mgonjwa wa ajali, wengine kwa ajili ya mgonjwa wa saratani, na wengine kwa ajili ya mgonjwa anayehitaji huduma ya upandikizaji. Hii ndiyo maana halisi ya mshikamano wa kijamii. Muhammad Ali aliwahi kusema, service to others is the rent you pay for your room here on earth. Kwa tafsiri huru, huduma kwa wengine ni kodi tunayolipa kwa nafasi tulionayo duniani. Kuchangia damu ni huduma ya moja kwa moja kwa binadamu mwingine. Na amesema hapa Dr. Mohamed Mang'una kwamba hii ni ibada, hii ni sadaka. Nami niungane na mashehe na mapadri, maaskofu kuwaambia Watanzania, sadaka si lazima utoe fedha taslimu. Sadaka hata kuokoa maisha ya yule ambaye amekata au kupoteza matumaini, nayo ni sadaka kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapochangia damu, haijalishi wewe ni maskini au huna uwezo, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi huna chochote cha kutoa. Ukitoa damu ni mchango na sadaka kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumeamrishwa kutoa sadaka katika nyakati zote, lakini kwa yule ambaye hana kipato, hana fedha taslimu, changia damu, nayo ni sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania, pale mashehe na mapadri wanapotuambia tutoe sadaka, kuna wengine pengine hukimbia nyumba za ibada kwa kuogopa kuombwa mchango, kuomba sadaka. Huo ndio ukweli. Basi njoo mbele yetu uchangie damu, nayo ni sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Tujipigie makofi mengi kabisa. Wachangiaji wa damu ni mashujaa wa kimya kimya wa afya ya umma. Kila mchangia damu ni balozi wa maisha. Mchangiaji mmoja anaweza asijue majina ya wale aliowaokoa, lakini taifa linajua thamani ya moyo wake. Kila tone la damu kuna ujumbe mmoja, bado kuna watu wanaojali. Ninawashukuru pia
watoa huduma za afya na wadau wote ambao wamewezesha upatikanaji wa damu kwa namna moja au nyingine. Ninazitambua juhudi za waandishi wa habari ambao wamekuwa daraja muhimu la kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuchangia damu kwa hiari. Vile vile natoa shukrani kwa Shirika la Afya Duniani WHO. Natoa shukrani kwa Abbott Company Limited. Natoa shukrani kwa Welfare Company Limited, Muhimbili Orthopedic Institute, MOI. Natoa shukrani kwa taasisi ya TIKA kwa kushirikiana na ubalozi wa Uturuki pamoja na wadau wengine wote waliotoa mchango mkubwa kufanikisha maadhimisho ya mwaka 2026 na hafla hii ya leo. Tuwapigie makofi mengi kabisa wadau wetu hawa muhimu. Ndugu wananchi, kwa kumalizia, naomba nitoe wito kwa wananchi wote wenye umri wa miaka 18 mpaka 65 na wenye afya njema kujenga utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari. Kuchangia damu ni tendo la kiungwana. Kuchangia damu ni tendo la kizalendo na la kibinadamu. Damu haitengenezwi viwandani kama nilivyosema. Na kwa kawaida damu ina muda maalum wa kuhifadhiwa. Hivyo tunahitaji wananchi waendelee kuchangia mara kwa mara ili nchi yetu iwe na akiba ya kutosha kwa wakati wote. Mwanaume anaweza kuchangia damu kila baada ya miezi mitatu na mwanamke anaweza kuchangia damu kila baada ya miezi minne. Kwa kuzingatia ushauri na vigezo vya kitabibu, ninawasihi wananchi wajitokeze, wajisajili na wawe sehemu ya jeshi la kuokoa maisha. Tukiwa na wachangiaji wa damu wa hiari, tukiwa na mifumo imara ya ubora, tukiwa na usimamizi madhubuti wa TMDA na taasisi zetu, vituo vya kisasa, watumishi wenye weledi na dhamira ya kuweka viwango vya kimataifa, Tanzania itaendelea kuwa salama zaidi, yenye huduma bora zaidi na yenye uwezo mkubwa zaidi wa kutoa huduma za kibingwa ikiwemo upandikizaji wa viungo na tishu. Leo ninaomba kila Mtanzania mwenye afya njema aseme, uhai uko mikononi mwangu. Nitachangia damu. Damu salama si kampeni ya siku moja, ni utamaduni wa taifa linalojali maisha. Tuchangie damu kwa hiari, tusimamie ubora kwa nidhamu, na tujenge Tanzania yenye huduma za kibingwa kwa viwango vya kimataifa. Leo tunahamasisha wachangiaji wa damu. Kesho tunaokoa maisha ya mama mjamzito, tunaokoa maisha ya mtoto au baba na mgonjwa wa upandikizaji. Tone moja la ubinadamu. Changia damu, okoa maisha. Asanteni kwa kunisikiliza. Jamani, naomba tumwongeze makofi Mheshimiwa Mtukazi kwa speech moja kali sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeomba meza kuu iungane na wewe hapo juu. Naomba tuketi jamani. Na hii ni kwa ajili ya utoaji wa tuzo ya watu ambao wamechangia damu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.